Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye mada yetu ya leo ambapo tunazungumzia masuala yanayofungamana na vijana. Itakumbuka kwamba mpango wa hivi punde zaidi ni wa Nyota ambao hivi majuzi makatibu katika wizara mbalimbali walizuru kaunti tofauti kuweza kuhamasisha viongozi kutoka eneo hilo kuhusiana na mpango huo. Na hapa Kajiado tulikuwa na katibu Bwana Kimodho ambaye alikongamana hapa na vile vile kuweza kuwajuza wale maafisa wa utawala hususan machifu kuhusiana na mpango huo. Na sasa hapa Kajiado nitajiunga na vijana labda kusikia kama wamefikiwa na huo mpango na labda wangependa nini ifanywe ili kufikia kila mmoja katika kila pembe, kwa sababu tunaarifiwa kwamba ni mpango ambao unalenga angalau vijana 70 katika kila wadi. Tukianza na wewe, je, mumefikiwa na hizo ama huo ujumbe kuhusiana na hizo hela? Mimi sijafikiwa na ujumbe. Kwa majina naitwa Saidi Osore, mkazi wa hapa Kajiado, mwendeshaji wa bodaboda. Na kulingana na hiyo Nyota program ya serikali, mimi kwanza sikupata taarifa. Na sio mimi peke yangu. Na sijapata hizo pesa. Nilijaribu ku-apply nikapata muda ishaisha, na kukuwa na hamasisho yoyote kwa ground huko vijijini. Hapa ground hakukuwa na hamasisho yoyote. Yaani watu hawakuelewa. Wale watu walielewa mzuri ni watu wako na smartphone, wale wanaishi kwa town, hao ndio walipata hiyo taarifa mapema. Lakini sisi watu tunakaa, wale watu ambao wanakaa huko ndani ama una smartphone, hatukuwa tunapata faida yoyote. Na hizo pesa kama zimefikia, pia serikali haina mipangilio. Ingetangaza hii program nzuri, ingetangaza kwa televisheni, ingetangaza kwa maredio, na kila mtu awe na anapata taarifa mzuri. Mimi hiyo program serikali haina mpangilio. Unachukua pesa unapeana bila mpangilio, wengine hawana taarifa. Serikali iko na mpangilio kila jambo kutoka mwanzo mpaka juu, si kulazimisha tu kuachilia vitu kwa sababu pesa iko. Asanteni. Haya, asante sana. Labda tupate huyu mwingine. Unasema unatoka karibia tu hapa hivi, alafu angalia kamera. Unasema unatoka eneo la Magadi. Je, kule Magadi ujumbe huu umewafikia? Asante sana Masai. Kwa majina mimi naitwa Fred ama Lakash. Nimetoka sehemu ya Magadi kwenye kijiji naitwa Shombole. Huko tumepata kusikia taarifa ya about Nyota. Nyota tumeionea kwa masimu. Chiefs wakieleza watu wa kwamba kunayo pesa ambayo serikali wanapeana ili vijana wapate kujimudu kimaisha baadaye au wafanye nayo biashara kwa siku zijazo. Ile tunaona ni kwamba vijana ni wengi, ila tumeona kwamba serikali wanasema ni watu 70 tu kwa ward wanapea. Kwa hivyo tunaona hawa 70 wakipata watasongesha maisha yao, lakini serikali pia wafanye juu chini, watafute njia ya kuwashika vijana wote na wapate kuwasaidia kwa hiyo mpangilio, kwa sababu miradi yao ziko, lakini pia wajaribu kuibadilisha njia ya kupeana taarifa, kwa sababu wengi wa viongozi wanaleta taarifa fulani lakini hawafikishi katika interior. Pengine tu mtu kuwe na simu, smartphone, ndio utapata kupata taarifa vile iko. Kwa hivyo hiyo Nyota iko, tuliapply, kama mimi niliapply, so nitaona kama nitaangukiwa na hiyo hesabu ya watu 70. Asante. Asante sana. Hebu karibia tu hapa hivi, alafu tueleze. Tuliwahi kuwa Loitoktok na safari hii katika kaunti ya Kajiado ilianzia kule Loitoktok. Je, mliweza kuapply na mmepata ama nini inaendelea? Thank you, Robert. My name is Senteu Levis from mimi nimetoka Kimana, Kajiado South. Ile shida tulikuwa nayo kidogo ni about the hiring process, kwa sababu hiyo Nyota Fund mimi niliapply kama ile cohort ya kwanza. After application sikupata any feedback kama nimepata kama sijapata. So information tuko nayo, cohort ya pili ndio hii imekuja. So ile hiring process ya cohort 1 ndio hatujui vile ilipeanwa, lakini the information tuko nayo. Sasa tumeapply tena, we are waiting to see how it goes. Tumalizie tu na huyu hapa hivi, kama mfanyabiashara labda hizi pesa mkipata itawasaidiaje ukiangalia kamera? Kwa kifupi tu. Asante sana Bwana Robert, mimi naitwa Shina kutoka Kajiado. Pesa hii kama serikali ita release itatusaidia kama vijana, lakini especially wale ambaye wameanzisha biashara, maana labda kwa mtu ambaye hajawahi labda hata kuwa labda na hekima mingi sana ya kufanya kazi, lakini tunauliza serikali kwamba labda waangalie sana katika pia kudistribute, waangalie kwa ndio isaidie especially wale ambaye washaanza. Haya.
Nama, asante sana Mashirima. Kama ulivyowasikia, hawa ni vijana kutoka pembe mbalimbali ya Kajiado, na ni sauti kutoka kule Kajiado Magharibi, Kajiado Kusini na hapa ya kati. Wanasema kwamba ujumbe ndio ulikuwa finyu sana kuwafikia, lakini ni swala ambalo labda katibu pale ataweza kuifanyia kazi. Lakini kwa sasa twende katika kaunti jirani ya Machakos na vile kaunti ya Nyamira tuweze kupata maoni ya wakazi wa kaunti hiyo. Musui, kazi kwako. Leo tuko hapa katika eneo la Kangundo ambapo utapata fursa tena kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo ya mgao wa pesa unaotoka kwa serikali kwa vijana kwa jina Nyota. Wacha tusikie wanayapi. Maoni yangu kuhusu Nyota Fund is that wengi wetu hatuijui. We just hear about it. So my plea ni number 1 isikuwe ni ghost project. Number 2 we need sensitization. Uhamasisho mashinani ndio watu waweze kujua mambo na Nyota. Kwa majina naitwa Pastor Jafeth Muinde. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya hii jambo la Nyota Fund. Ni jambo zuri na ni jambo ambalo kama hakika ni la ukweli, sio jambo tu ambalo linasemekana, ni jambo ambalo linaweza saidia wanarika. Tuko na wanarika wengi makanisani na pia huku kwa vijiji ambao hawana jambo la kufanya, lakini ni hombi langu kwanza waelimishwe hiyo inaitwa Nyota Fund ni nini, na pia isikue kama ile ingine ambayo ilikuwa inaitwa Hustler Fund, kwa maana kuna watu wengi ambao walichukua. Honestly ni kuwa haikuwasaidia na hakuna kitu ambayo walipata ya msaada kutoka kwa Hustler Fund. Wengine walichukua pesa wakakula, kwa maana hawakuwa na elimu yoyote ya jinsi inavyofaa kutumika. Kwa majina naitwa John Wambua kutoka Kangundo. Mimi ni mwanabiashara wa hapa Kangundo town. Kwa maoni yangu kuhusu hii maoni ya Nyota, naona kama serikali ingeweza kuadjust ile pesa yenye wanapeana isikue kama ile ya Hustler Fund. Hustler Fund walikuwa wanapeana 1,000, yule mtu alipewa pesa ya juu, wengine 300, wengine 500, of which sioni kama hiyo ni loan, ni kama tulikuwa tunapewa chakula ya hiyo siku. Juu kwa ukiangalia kwa mwananchi wa kawaida 500 ni budget yake ya lunch kwa siku moja. Sasa ukipea mtu ako na familia loan ya 300 ni kama kumkejeli. Sasa naona rais kama inawezekana atupe sisi vijana pesa, inaweza tuanzishia biashara, inaweza tusaidia at least juu vijana wengi wako na business ideas lakini hawana capital. So mtu akipewa 50,000, 1,100 unaweza jianzishia na tunaweza punguza ile uhaba wa kazi iko Kenya. Kwa hivyo hiyo pesa naona inaweza saidia wa Kenya, of which tukipewa pesa ya maana. Hii Nyota Fund ambayo serikali imeleta, mimi naona iko na manufaa kubwa sana kwa watoto wetu wa Kenya, sababu Hustler Fund ilipewa kila mtu. Watu hawakujua manufaa yake. Lakini Hustler Fund, Nyota Fund idhibitiwe, ipewe yule mtu ambaye ako na haja na pesa. Si ati kila mtu apewe pesa tu, lakini ikuwe imedhibitiwa. Ni wapi mtu atapata pesa, afanye biashara yake, biashara iangaliwe na kila kitu yote ifanyike. Itakuwa mzuri. Hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Kangundo ambao wengi wao wasema serikali inafaa kuangalia mgao wa pesa usikue kama Hustler Fund ile ilikuwa ya hapo awali ambayo kusaidia watu wengi. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Na maghalabu tumeshuhudia serikali ya Kenya Kwanza ikijitokeza na kutangaza miradi mbalimbali kwa kile wanasema kwamba imeweka mikakati ya kuwasaidia vijana kimaisha na kujipatia ajira. Na hapa katika kaunti hii ya Nyamira naungana na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ili na watueleze, je, wameona miradi hii ikitekelezwa na kuwasaidia vijana hawa? Hii miradi yote natani ni serikali inatengeneza kwa minajili ya kujitafutia kura na umaarufu wa kisiasa. Kwa sababu ukiangalia hizi pesa zinakuja saa Nyota, hakuna auditing imefanywa tujue kwamba haya makundi yanapewa hizi pesa ni makundi gani. Na hao vijana wanapewa hizi pesa, wameelimishwa juu ya kutumia hizi pesa ama ni pesa wanapewa za kuongo za kisiasa. Vile nimetembea hapa Nyamira sijaona mradi kama ukiendelea. Nilikuwa nimeona ule mradi ambao ulianzishwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, angalau ulisaidia vijana wachache wakapata ajira ya kujikimu kimaisha. Wakati alipoingia mamlakani akasema kwamba anataka kutengeneza kazi ambayo iko sustainable, si ile kazi ya kuchimba mitaro. Tukakubali, tukaona kwamba maybe angekuja na kampuni ambayo zitafunguliwa, amekuja na miradi ambayo itatengenezea vijana kazi.
Sasa tumeangalia kwamba amerudi tena kwa ile miradi ambayo alikuwa anapinga, akisema kwamba atakuja na miradi jumuishi ambayo itasaidia vijana wapate ajira. Mimi nasema kwa vile nimetembea hapa Nyamira, nimetembea na kaunti zingine, mradi wake sijaona ukilora out. Nadhani ameiweka kwa minajili kwamba anapima aone kwamba atafungua kama kwa next year, ndio maana ateke vijana kwa minajili ya kisiasa na kura kwa mwaka 2027. Chochote unasikia kwamba ni project imetoka mahali, ni njia moja ya kula pesa. Hustler Fund haijasaidia mtu. Nipe mtu moja ambaye amesimama mahali akasema Hustler Fund ilinisaidia nikatoka hapa nikaingia kiwango hiki. Zile pesa zilikuwa za mandazi tu. Walikula mandazi wakamaliza. Nyota nayo imekuja. Usishangae kwamba Nyota ni watu wanaenda wanakusanyika mahali, wanaketi, wanakula lunch, wanasign in, wanakula breakfast, wanasign in. Jioni wanapewa kitu kwa simu yao, wanaenda. Japo kuwa utafuatiliwa uulizwe ulifanyia nini. Lakini ni jambo la kushangaza kwamba serikali sasa imeanza kutumia hiyo, imeacha project zake. Imeanza kutumia project ya World Bank kufanyia campaign. Ndio unaona huyu Kindiki anakimbia up and down kujaribu kutengeneza serikali. Ipo, iliisha. Hakuna project itashika nguvu. Kwa vijana tumeona kwamba serikali imekuwa ikijitahidi kuleta some projects ambazo zinaendelea kufaidi vijana, although bado hawajatimiza kile ambacho waliahidi kwa vijana kwa ujumla. Tunaona kwamba Jumatatu rais alisema kwamba atazindua ile interview kwa Nyota project ambayo ilikuwa inazinduliwa kusaidia vijana 50,000 grants each. Kwa hivyo tunaona kwamba serikali inaendelea kujitahidi pole na taifa letu limekuwa na amani. Rais amejitahidi sana kuleta viongozi pamoja, ni kwa sababu anataka nchi istawi. Na haoni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira tukishuhudia maoni kinzani, baadhi wakihisi kwamba serikali imeweka mikakati kabambe kuwasaidia vijana, ilhali baadhi wakihisi kwamba serikali hii imeweza kutangaza miradi ambayo haijaonekana kuzaa matunda. Kiripotia Nunge ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Pundi. Naam, asante sana kutoka upande wa studio, na hapa katika kaunti ya Nyeri siku ya leo nitakuwa nazungumza na viongozi watatu wa vijana na ambao wameweza kushiriki na wenzao mashinani na wameweza kupiga darubini ambavyo programu hizi ambazo huwa zimeanzishwa na serikali kuwasaidia vijana zimekuwa zikiwafikia mashinani. Nitaanza na huyu hapa. Ndugu, kwa majina unaitwa nani? Mipango ni mingi ambayo serikali iliweza kuanzisha kwa ajili yenu nyinyi vijana. Unaweza kutueleza taswira iko vipi kwa wale ambao pengine unawaongoza? Kwa majina naitwa Washira Kimuhu, mimi ni kiongozi wa wanarika hapa Nyeri, na tuanze na hii program ya juzi hii inaitwa Nyota. Tuliona imeweza kulaunchiwa nchini kila mahali. Na ukiangalia hiyo program ya Nyota, sisi kama wanarika wa hapa Nyeri tuko 1200, na kwa 1200 ambao wanaweza qualify kuapply hiyo program ya Nyota ni chini ya 1030. Na pia ukienda zaidi kwa 1030 wenye wanaweza faidika ni 1000. Na katika 1000 pia hiyo criteria ya miaka kutoka miaka 19 tu miaka 29 pia inatoa wengi zaidi. Mingi imeweza kuwa ni ile tunaita PR. Unaona, unaweza pata wana launch kitu moja hapa, alafu utaisikia tena after miaka 2. Tunaweza wahimiza serikali kama ni hii Nyota tuletewe ambao wamequalify, wamesaidika, na hiyo criteria iweze kufikia wanarika ambao tunawaongoza kwa urahisi. Asante bwana Kimuhu. Nataka nizungumze na huyu dada hapa karibia kwenye runinga ya Citizen. Kwa majina unaitwa nani? Hizi programu za serikali huwa zimeanzishwa nyingi kwa sababu yenu. Pengine kwa wale ambao unawaongoza unaweza kusema kuna wale umejua wamefaidi na Hustler Fund, kuna wale pengine wamefaidi na mradi wa Climate Works ambao ulikuwa ni kazi kwa vijana hapo awali. Kwa majina? Kwa majina naitwa Monica Wangombe, mkazi wa Nyeri, pia political scientist. Na kwa ground vile ninaweza sema hizi miradi zimekuwa mingi. Kuna KYOP, kuna Nyota, the recent one imekuja. Na Hustler Fund naweza sema mimi mwenyewe nilifaidika. Nilikuwa na biashara pale mbeleni lakini ikaweza kucollapse. Lakini shida kwanza ni implementation na pia monitoring and evaluation. Ku make sure ya kwamba hizi funds zikisha kuwa rolled out ama hizi projects zikisha kuwa rolled out, ni nani anafuatilia ku make sure kwamba zimefanyika, yani ile kazi ilikuwa inafaa kufanya. So the monitoring and evaluation pia iko na shida. Pia information haifiki watu.
Nilikuwa pale launch ya Nyota na majority of the people walikuwa wameattend, hata si vijana. So pia vijana tunafaa kumake sure wakati kuna launch ya vitu kama hizi tuna attend, ili tunauliza maswali ile tunafaa tuulize, si kwenda pale online kuanza kupeana misinformation. Naona wengine wasema ni loan. Kwa majina ni Paulo Derito, mkaaji wa Nyeri na kijana mwanarika. Serikali yetu ya Kenya ama viongozi ambao tuko na wao hawajawahi kuwa intentional wakati wanafanya haya mambo. Kwa sababu tuchukue kitu moja kama hii Nyota imefanywa, lakini wamelaunch na hawajafanya sensitization ya kutosha. Ukiingia kwa mambo ingine kama ya hii climate change, hakuna mtu anajua kama kuna mambo na climate change. Hapo mbeleni ukiangalia mambo ya kazi kwa vijana, lazima ungeenda kwa mtu fulani ama mbunge fulani ndio kijana aweze kusaidika na kufanyia serikali kazi. So tunaona hii mifumo inakuja ikiwa mingi, lakini si hasa ya kusaidia wanarika. Hii mifumo ni hasa ya kusaidia hao wanasiasa ili kuendelea kujiuza wao wenyewe. Na Nderitu, tukimalizia, pengine hizi ni programu ambazo zinaanzishwa tu pengine kupunguza makali ya vijana, haswa kufuatia yale ambayo tuliyashuhudia mwaka jana. Yes, ndio maana ninasema hii miswada kama serikali ni intentional, ingekuwa inafanya sensitization kabla ya kuanzisha hii miswada, ndio wanarika na watu ambao wanataka wasaidike kabla waji-engage na wapata hiyo engagement, wakuwe wanajua tunaingia kwa nini. Lakini juu ni ya kubalance siasa, ndio maana unaona inafanywa launching alafu inaishia hapo. Na asante sana Bwana Nderitu na Mashirima. Hao ni kati ya viongozi wa vijana tulio nao hapa katika kaunti ya Nyeri tu wakizamia mada yetu siku ya leo. Nirejeshe upande wa kwa studio. Mpango wa serikali almaarufu Nyota umepokelewa kwa njia mseto katika kaunti ya Narok, eneo la Kilgoris, ambapo vijana wananuiwa kupewa shilingi 50,000 kila moja kujiinua katika maisha yao. Na hizi hapa baadhi ya semi za wananchi katika eneo hili. Hiyo pia tunaweza kubali hiyo walete Nyota, kwa sababu hiyo mambo ni mambo ambayo yatasaidia vijana. Na kama ni mimi sio kijana, lakini mimi ni mzee, lakini niko mmoja wao. Kwa hivyo ninakubali hawa watu walete hiyo Nyota. Na hatujajua maana, sipokuwa tunataka kujua maana ni nini, alafu tuwote kuelewa. Sababu kama hatujaelewa hatuwezi. Sisi kusema ukweli hatuelewi mambo la Nyota ni nini. Hapa Kilgori sisi mambo ya Nyota tunasikianga tu mtandaoni, lakini hatuelewi ni kitu gani. Kwa sababu wanasema inakuja kufaidi watu wanapewa loans, lakini kwa kusema ukweli hiyo sisi hatujaisikia kitu kama hiyo. Iko sehemu zingine, lakini hapa kitu kama hiyo hatujaisikia na haijaongelewa. Kwa hivyo sisi hatujui kitu chochote ambacho kiko kama hiyo na kinaendelea kitu kama hiyo. Tungetaka tukuje tuelezewe vizuri, tuonyeshwe njia ambazo tutafuata, mikakati ambayo itawekwa. Tunasikia tu ambapo kuna wenye watapelekwa constituency wards kwa kwenda kufanya hizo training, lakini sisi hatuelewi. Tungepata kuelezewa kwa umakini na kwa undani, ambapo tujue hiyo mambo ya Nyota ni mambo gani hiyo. Najua mambo mengine ilikuja ikapita. Sasa saa hii ndio hii nyingine bado inakuja. Sasa tuelewi, lazima tueleweshwe kila kitu. Sielewi vile mwenzangu amesema tukuje tufunzwe ndio tuelewe ili tupate mwelekeo. Ndio tunahitaji tu. Na tutashukuru sana serikali wakituunga mkono na kutusaidia kama vijana ili na sisi tuinuke. Wewe kwa utapewa hizo pesa, ni mradi gani ambao umepanga utafanya hiyo pesa? Nitapanda miti ama nitafungua nasari yangu, alafu niuze hiyo miti. Na nisaidie pia wananchi wale ambao wako kiwango yao chini. Na tunasema asante sana. Mimi kwa upande wangu haya mambo hilo inaitwa Nyota mimi sielewi kabisa. Serikali imetoa tu kwa simu, lakini hatujaelewa hii Nyota inaelekea wapi. Ni vizuri serikali wangejitokeza vizuri na waweze kutuwekea mkutano na tueleze hii Nyota mtu anaweza apply aje na inaweza kutusaidia aje kama wananchi. Kwa sababu hii kitu wameleta tu kwa njia ambaye hatujaweza kuelewa. Aswa mimi nikipewa ningeweza kuchukua ile pesa ya Nyota nianzishe biashara yangu ambaye itaweza kunisaidia na nitaweza kurudisha ile pesa polepole. Naweza kufungua
biashara ya kuuza spare za pikipiki, na nikiweza kupata ile faida yenye napata, naweza kurudisha zile pesa polepole. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen. Na bila shaka ni kauli nyingi sana kutoka kaunti mbalimbali, pembe mbalimbali za taifa hili la Kenya. Na nadhani katibu, kabla ya kujibu wale maswali ambayo aliulizwa na wageni wetu hapa vijana, kuna jambo ambalo linazidi kujirudia. Kuna swala la uaminifu. There's a trust deficit that hawa vijana wanahisi kwamba hata useme nini, hata mpango uonekane kama ni dhahabu, hawakuamini, hawaiamini serikali. Ni vipi ambavyo utahakikisha kwamba hawa vijana wataweza kukumbatia miradi hii ya serikali na kuweza kufaidika bila ya wao kuhisi ni kana kwamba ni hongo ambayo mnatoa kabla ya 2027? Asante sana. Swali hilo ni swali zuri. Kwanza kabisa, swala la imani ni swala la dini. Ni muhimu kwanza niweke wazi. Kunazo sababu za kufanya mtu awe na imani na kitu, kunazo sababu za kuiondoa imani. Nafikiri siamini kama sababu za ukosefu wa imani zinaweza kuwa moja. Lakini pia vile vile niseme, wakati wengine wanakosa imani, kuna wengine pia nao wako na imani. Sasa wakati tunazungumzia ukosefu wa imani, pia hatuwezi nyamazia wale wengine pia ambao pia wako na imani na serikali. So swala la imani kwa mtazamo wangu kama mwana falsafa sasa, si kama PS, ni swala zito, ni swala la kidini sana. Lakini niseme hivi, kwa mujibu wa miradi ya serikali, si huu wa Nyota peke yake, lakini miradi yoyote ile ambayo inawalenga watu, kunao watu wenye shuhuda. Tukizungumzia SHA, kuna watu, ukisema SHA haifanyi kazi, kuna watu watasimama na watoe ushahidi wa kwamba walisaidika. Ukizungumzia kuhusu KYOP, kuna watu watasimama waseme KYOP ilitufanya hivi, lakini kuna wengine watasimama waseme ilitufaa. Ukizungumzia Hustler Fund, kuna watu watalalamika sijui iliyofanya hivi, lakini wengine pia bado watasema iliwafaa. Kwa hivyo swala la imani nafikiri ni zito zaidi. Nafikiri jukumu langu kama katibu, mbali na kutekeleza the framework policy ya serikali, na sasa hivi kueleza jukumu langu hili, ni kujitahidi kuwa chini sana, kwa sababu kuna mkengeuko sasa wa generation. Labda watu wanahitaji habari kwa wingi, labda habari ambayo iko kule inaweza kuwa na imechanganywa na habari ambayo si ya ukweli. So jukumu langu na jitihada yangu ambayo nitaifanya kusaidia watu kupata ufahamu. Alafu sasa swala la imani litakuja baadaye, ni kuhakikisha kwamba nimewapa ufahamu vijana. Ndio maana ukiniangalia zile siku za kwanza nilikuwa kwa ofisi sana, lakini sasa niko mashinani sana. Jumamosi nilikuwa na mkutano mkubwa sana chuo kikuu cha Garissa, inaitwa Garissa Youth Summit. Jioni yake nilikuwa Tana River. Jumapili yake nilikuwa Taita. Leo nimesema nilikuwa nafaa kuwa Siaya kwa Youth Summit, tukingojea investment conference ambayo itafunguliwa na Mheshimiwa Rais ya siku ya Alhamisi. Alhamisi yenyewe nitakuwa chuo cha Chuka. Na kwingine kwingi. Wiki ijayo tutaenda kulaunch Youth Service Bill Taita Taveta County tena. Na kwingine kwingi ambako tunaenda. Na kusaidia hasa miradi ya vijana kule mashinani. Nilisisitiza kwamba falsafa yangu kama katibu katika idara hii ni kwamba hakuna kijana wa serikali ya county na kijana wa serikali ya kitaifa. Vijana wote ni kijana wa taifa la Kenya ambaye ana haki ya kupata huduma kutoka kwa taifa. Ndio maana nikasema ukienda chini ukianza kumwambia mwananchi hii si jukumu la county, ni jukumu la national government, utamchanganya. Ndio kwa approach yangu sasa masuala ya vijana. Ndio maana nimesema nafanya kazi karibu sana na mawaziri wanaosimamia vijana na trade katika county governments. Kwa hivyo hiyo ndio jitihada yangu. Sijui kama unaweza uniruhusu sasa nikajibu maswali. Sasa jibu maswali. Haya, swali la kwanza. Wakio nadhani. Swali la kwanza, nimesema Nyota inasaidia vijana 820. Nikasema 10,000 ni ya business grant. Wale wa ruzuku watapata 50,000 each. 90,000 watafanyiwa training ya on job experience. Watapata training na wapata certificate na waweke kwa apprenticeship ama kwa mashirika kufanya kazi. 20,000 ni recognition of prior learning. Kuna vijana katika taifa la Kenya ambao wako na ujuzi mwingi sana. Kuna kijana anaweza akakutengenezea gari lakini hajasomea mechanical engineering mahali popote. Nchi ambazo zimeendelea kwa miaka mingi zimeweza kutambua ujuzi asilia kama huu.
Ndio maana katika taifa la Kenya na kupitia mradi huu wa Nyota tumetarget vijana 20,000 tuwapatie assessment na vyeti vya ujuzi ambao tayari wako nao. Na nitoe mfano mdogo. Leo hii pale Mombasa ama tuseme Kilifi mahali mimi natoka. Kuna vijana wana uwezo wa kuongea lugha za kigeni. Kuna vijana mpaka wanaimba wimbo na lugha za kigeni lakini hawajazisomea. Leo hii kukitokea nafasi ya kuandikwa kwa mabaharia pale, watu kama wale wanaojua lugha za kigeni wako na nafasi kubwa, lakini haezi kionyesha cheti. Anaweza akaonyesha hata wimbo lakini hana cheti. Ndio maana mradi huu wa Nyota pia unataka kufanya kitu inaitwa recognition of prior learning, kutambua ujuzi wa awali ili tuweze kuwasaidia vijana hawa, tuongezee uwezekano wao kupata ajira. Na vijana 600,000 ndio ikamilike 820,000. Watafanyiwa training ya AGPO. Serikali sasa hii imeembrace mfumo wa e-government procurement. Tunafahamu kwa miaka mingi na haya mambo tumeyazungumza mimi mwenyewe nikiongoza vijana mara nyingi kwamba 30% ya any procurable budget ya any procuring entity inafaa kwenda kwa vijana, kwa wamama na wale wanaoishi na ulemavu. Lakini wakati mimi ambaye nimeenda chuoni na kijana na wengine wanaofahamu, kuna vijana ndugu zetu kule ambao tunasema wakati mnangoja kupata ajira mnaweza pia mkafanya biashara za ukandarasi, lakini ufahamu wao kwa vipi. Ndio maana 600,000 kwa hii project ni kutrain vijana mambo ya digital access to government procurement opportunities. So 600,000 ya AGPO, 20,000 ya recognition of prior learning, 90,000 ya on the job experience, 100,000 ya business support, ukichanganya na 10,000 ya social enterprises, hiyo ni 820,000. Total of 20 billion. Now that is Nyota project summarized. Asante. Wakiwa wamesema tunafaa kusikiza vijana. Ndiposa tukikaa tuwe tunafanya miradi kulingana na vijana. Sababu kubwa nimesema, nimetaja ratiba zangu nyingi hizo za kuzunguka. Zungumza na vijana, kupata maoni yao na pia kufanya nini kuwapa. In fact mimi nimesisitiza sana nikasema vijana wengi sana katika taifa la Kenya, hasa vijana wa umri ama rika langu, si vijana ambao kazi yao kubwa ni kuuliza maswali serikali. Naamini kwamba zaidi ya kuuliza maswali kuna vijana ambao pia wanaweza wakatoa maoni. Ndio maana katika mikutano yangu yote mimi kabla nimalize lazima nipeane nafasi ya vijana. In fact hata kabla ya kwenda huko Garissa nilikuwa nimesahau, tulikuwa na mkutano wa vijana zaidi 2,000 pale Technical University of Mombasa ya vijana kwa blue economy. Na kawaida ya mikutano yangu lazima tupeane nafasi vijana watoe suggestions zao, ili sio kwamba we only know how to question but we cannot suggest. Haya, kwa hivyo vijana sisi tunawasikiza. Hii kusema kwamba mradi wa Gen Z wa Nyota tuna target Gen Z kwa sababu wao ndo wamekuwa wakihangaisha sijui serikali kwamba imekaribia mambo ya kura. Nataka niseme hivi. Hii ni fikra mbaya sana kuwa katika akili za vijana. Mradi wa Nyota nataka niwasisitizie kwamba si mradi ambao umekuja kulenga uchaguzi wa mwaka 2027, kwa sababu jambo la kwanza, uhai huu tuko nao si wetu. Uhai tuko nao ni wa Mwenyezi Mungu. Hata ijapokuwa tunajua kutakuwa na tarehe ya kura mwaka 2027, lakini hakuna mtu ambaye yuko na uhakika wa kula kiapo leo kwamba atafika mwaka 2027. Cha muhimu ni kwamba kama mradi huu tofauti na hisia za watu unalenga kuwasaidia vijana, tushike mkono tusaidie nao vijana. Pili, nisisitize kwamba mradi huu wa Nyota haukuanza jana, haukuanza juzi. Huu ni mradi ambao mazungumzo yake, matayarisho yake, kupata kwa fedha kwake yalianza mwaka 2022. In fact, financing agreement, project appraisal document, project operating manual, zile niko nazo zilisainiwa kama miaka 2 iliyopita. Hazikusainiwa mwaka huu. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba mradi huu wa Nyota umelenga siasa. Na nashukuru sana kwamba maoni ambayo nimeyasikia hapa ya vijana ambao walikuwa wanaongea kutoka sehemu tofauti za nchi. Kunao vijana ambao wanafahamu, kwanza yule ameongea kutoka Lamu na wengine, kwamba 50,000 kwao ni muhimu sana kuwaanzishia kitu cha kufanya maishani. Na nazidi kuomba vijana kwamba wa embrace huu mradi, naamini utawasaidia zaidi. Kusema kwamba tunalimbikiza miradi, kwamba kuna miradi kama hiyo tayari inaendelea alafu tunaongeza, sidhani kama katika ile miradi ambayo iko taifa la Kenya
kuna mradi ambao umelenga vijana kwa makundi haya manne ya kuwasomesha mambo ya access to government procurement opportunities ya AGPO, ya kuwasomesha vijana mambo ya biashara na kuwapa ruzuku ya kufanya biashara, ya kuwapa vyeti vijana wa recognition of prior learning. Hiyo inaweza kuwepo, ipo, lakini hakuna makosa tukiongeza zile namba. In fact, nataka nikushangaze Mashirima kwamba sisi tuna target 20,000, lakini wale vijana walio apply kufanyiwa recognition of prior learning ama yani wanataka wako na ujuzi, wanasema njoni mnipe practical nifanye, mnipe cheti. Wale walio apply ni vijana 40,142. Ndio maana Mheshimiwa Rais akasema ukikaa mahali tofauti na ya business support ya kutoa pesa, huyu ni kijana ambaye yuko na ujuzi, anasema nisaidieni na cheti. Ndio maana tumefanya nini? Tumempa nafasi vijana hawa wote watafanyiwa recognition of prior learning. Sasa kwa hivyo mambo ya duplication hakuna. Mambo ya ground, huyu Bwana Njoroge amesema kwamba ni muhimu tusikize ground. Mambo tukichanganya mambo ya Hustler Fund, alafu saa hii imekuja. Mimi nataka nisisitize hivi kwamba kwanza kabisa, kama nilivyosema, maoni ya mtu mmoja inaweza kuwa kwamba Hustler Fund hamsaidii, wengine bado Hustler Fund inawafaa. Na mambo ya ground kama nilivyosema, mimi ni mtu nasikiza sana kule nyanjani. Kwamba haya ambayo tunayazungumza hapa, ningetamani sana kama hao ndugu zangu bado wana muda wa kufuatilia yale ambayo mimi nayazungumza na vijana kule. Na wangekuwa ambassadors wangu wa kuchukua zile habari, especially kama hawa ni watu wanataka kujiingiza katika masuala ya uongozi, wakachukua zile habari, wakastudy vizuri, wakajifunza vitu viwili vitatu na wakapeleka nyanjani. Kwa hivyo nyanjani mimi niko. Nataka nisome baadhi ya jumbe kisha tuchukue mapumziko kidogo. Kuna mmoja hapa anasema Nyota Fund ni ya World Bank, haihusiani na serikali, mbona vijana walipie Hustler Fund, mbona wasikatie hapo na wanitumie ile imebaki. Alex Kilonzo anasema I was fikirini at Pwani University. I want to tell him frankly that he's being set up against the youth. Kwa nini ana support project ambayo inabagua vijana? Nadhani amejieleza na akasema kwamba hii project ya Nyota ina viwango tofauti tofauti na sio project peke yake ya serikali inayolenga vijana. Kuna miradi mingine mingi inayoendelea ya serikali. Mwingine anasema serikali inafaa kuja na mradi ambao unafaidi vijana wote, si baadhi ya vijana, kama ule wa kazi mtaani ambao ulifaidi karibu vijana wote. Mtazamaji, tazidi kusoma jumbe hizi. Tupumzike kidogo leo tuweze kufahamu zile taarifa ambazo tunazipa kipaumbele katika taarifa zetu za sasa.